Mheshimiwa Mwenyekiti, maombi ya fedha. Ili kuwezesha utekelezaji wa malengo yaliyoainishwa katika mwaka wa fedha 2026/27, Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia fungu 46 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 394 milioni 423,829 elfu kwa mchanganuo ufuatao: shilingi bilioni 697 milioni 841,881 elfu ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida ya wizara, ambapo shilingi bilioni 648 milioni 82,352 elfu ni kwa ajili ya mishahara, na shilingi bilioni 49 milioni 759,529 elfu ni kwa ajili ya matumizi mengineyo, na shilingi trilioni 1 bilioni 696,581 milioni 948 elfu zinaomba kwa ajili ya miradi ya maendeleo, na ambapo shilingi trilioni 1 bilioni 337 milioni 249 ni fedha za ndani, na shilingi bilioni 359 milioni 332,948 elfu ni fedha kutoka washirika wa maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, wizara kupitia Tume ya Taifa ya UNESCO fungu 18 inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi bilioni 3,866 milioni 993 elfu kwa ajili ya matumizi ya kawaida, ambapo mishahara ni shilingi bilioni 1 milioni 335 na 20 elfu, na matumizi mengineyo ni shilingi bilioni 2 533 milioni 973 elfu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa heshima kubwa naomba sasa bunge lako tukufu likubali kupokea, kujadili na kupitisha makadirio ya bajeti ya wizara fungu 46 na fungu 18 yenye jumla ya shilingi trilioni 2 bilioni 398 milioni 290 milioni 822 elfu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum wa 2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika siku 100 tangu kuapishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Rais alionyesha dhamira yake ya dhati ya kuleta mageuzi katika sekta ya elimu yatakayokuwa msingi imara kwa wanafunzi kujifunza na kuandaa wahitimu wenye ujuzi na uwezo wa kujiajiri na kuajirika, kushindana katika soko la ajira kimataifa. Katika kufikia azma hiyo ya Mheshimiwa Rais, serikali kupitia Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imetekeleza yafuatayo: moja, imeandaa mpango mkakati wa kisayansi wa kujenga umahiri wa kusoma, kuandika na kuhesabu, yani KKK, kwa watoto wa elimu ya awali na wanafunzi wa darasa la kwanza na la pili, ambao ulizinduliwa na Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 29 Januari 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huo ni hatua ya kimkakati ya kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayefikia darasa la 3 bila kumudu stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Na pili, nimeandaa mkakati wa pamoja kati ya waajiri, vyuo vya ufundi stadi na vyuo vikuu ambao ulizinduliwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel John Nchimbi tarehe 9 Februari 2026 jijini Dar es Salaam. Mpango huu unalenga kuimarisha ushirikiano baina ya sekta ya ajira na viwanda na taasisi za elimu ili kuandaa wataalamu kulingana na mahitaji, wanafunzi kujifunza kwa vitendo, pamoja na kuwezesha wahitimu kujiajiri au kuajiriwa.